Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia kuyaone maisha. Tuko kwa somo la 12. Yes. Ndio linasema shiriki habari zake. Yeah. Na tulikuwa tunaangalia namna gani ambavyo tunaweza tukashirikiana kama mfano wa Yesu Kristo katika kusambaza injili yake hii. Pia namna gani ya kuwarudisha kondoo zizini, lakini kuwahudumia katika mahitaji yao. Leo siku ya Ijumaa tunapoenda kutoa hitimisho, lakini pia na kujibu maswali. Nikualike mtazamaji, kabla ya kwanza tupate ombi. Amen. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema. Umetuleta tena siku ya leo tuendelee na masomo haya, wewe ukiwa mwalimu wetu. Amen. Tufundishe, tusaidie tupate kuelewa. Amen. Na tunapoelewa na mfuatiliaji wetu naye apate kuelewa sawa sana mapenzi. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Basi somo letu liliongozwa na fungu kuu kutoka katika Isaya 50:4. Twende pamoja. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Kwa nini upendo ndio msingi na tena ni muhimu sana kwa aina yoyote ya ushiriki ya ushuhudiaji, kushiriki hizi habari njema za Kristo Yesu? Mimi niseme kitu kimoja. Katika nguvu kubwa inayosukuma ulimwengu huu, sio nguvu ya chuki, nguvu ya upendo. Yaani hata mtu mgumu namna gani anachukua upendo ndani yake. Kila binadamu aliyeumbwa ana upendo ndani yake. Ana upendo, anaweza kuupokea na au kuitikia upendo. Anaweza kuitikia au kutoa pia. Sasa kwenda kushuhudia jambo namba moja ambalo kabla hata ya kupeleka injili ya Mathayo, mimi kuonyesha kumpokea yule mtu, kumjali, kumfanya kama ni mwenzangu, mmoja wangu, sio kumuona kama ni adui. Kwa hiyo ninapoonyesha hisia za upendo kwa yule ambaye ninaenda kumpelekea injili hii, hata lile neno analolipokea analiona linatoka katika ni neno la kuaminiwa, lakini inatoka kwa mtu ambaye ameonyesha kunijali, na inakuwa rahisi kufikiwa. Kuonyesha upendo. Lipi linaloanza kwanza la muhimu kabisa? Nasema hili lianze kwanza. Unaamini ni kuonyesha upendo au kuna lingine? Anaamini ni upendo kwanza. Kuonyesha upendo kwanza. Kuonyesha upendo kwanza. Na kwa nini? Kwa sababu injili ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni upendo. Bila upendo hamna. Yaani ni kwamba utakuwa unaenda na kitu kingine tofauti na injili. Mimi nadhani mko mnajibu kwenye ushuhudiaji wenyewe. Kwamba upendo lazima uonyeshe kwanza. Kulenga kwenye mahitaji yake, kumwombea, maneno na kadhalika. Lakini turudi kwa huyu mshuhudiaji. Asipoguswa na upendo wa Kristo kwanza, asipoona Mungu anampenda, anaweza kuushuhudia huo upendo? Hapana. Mtu anashuhudia na ndita. Huyo yaani yeye mwenyewe aonyeshi anatupa cheche za hofu. Ndio maana tukasema injili ni upendo. Huyo hana injili. Kwa hiyo aende kutazama matunda ya Kristo katika mikono na miguu, maana aliwaonyesha kwanza, ndio anasema enendeni. Sasa la pili na la mwisho kuhusiana na la nne katika maswali hapa, kuhusiana na swala la kuendesha mafundisho ya Biblia kwa mtu asiamini. Ni wapi pa kuanzia? Labda tumesha jibu kidogo. Lakini tujibu hili linalofuata. Je, lengo lako la awali ni lipi? Kuthibitisha mafundisho fulani au kumwalika mtu kumjua Yesu?
Jibu hapo. Kwa kweli niseme ukweli kabisa, mara nyingi tunakuwa tunaenda kwa kujia kudhibitisha imani yetu, yani fundisho fulani. Mfano hata injili zinazoendelea sasa hivi za NETVET, lazima ni injili nzuri. Hatujafika ndio tumeanza. Lina lengo la kuwapelekea watu ujumbe habari za Yesu. Hilo ndio lengo. Kuwaonyesha watu injili. Lakini mimi nikisema na fundisho langu mwenyewe la kusema mzee Omondi lazima afahamu kuhusiana na Sabato, tunakuwa namkosea. Lakini angalia ambavyo injili kwa mfano hizi, kama nitoa mfano wa NET, inawalika watu kumfahamu Yesu Kristo. Jamani, njooni mumtazame Yesu Kristo na namna gani. Lakini sasa mimi ninapokuwa nimekaa namuona mzee Omondi pale, yeye sio muamini, ni wa dhehebu nyingine au ni imani nyingine, naona hapana, ameshapotea. Natoka na niseme sasa, ile ni uhafidhina wangu wa kutaka kumbadilisha yeye awe kama mimi, kwamba yeye amepotea, lakini kumbe lengo kuu kunaliacha ambalo la kumuonyesha picha ya Yesu Kristo ambaye ni injili hiyo. Unataka mfanya awe msabato. Mimi nataka nifanye kwa msabato wakati injili namtaka baada kuwa mwanafunzi wa Yesu. Una nini? Tumemaliza, kwa sababu kikubwa ni kwamba awe mwanafunzi wa Yesu. Baada ya hapo ndio ataangalia kwamba Yesu alifanya nini na nini, awe wapi. Cha kwanza ni mwanafunzi wa Yesu. Sikiliza, upendo wa Mungu na neno lake. Tunakamilisha, nitasikia kutoka kwenu pia. Upendo wa Mungu na neno lake lilo hai na lenye nguvu vinapojaza maisha yetu ya kila siku, basi tunasukuma kumpenda na kumshuhudia kwa wale wanaotuzunguka. Neno la wiki hii, tuonyeshe upendo wa ndugu zetu kama ambavyo sisi tulivyoonyesha upendo tukasikia injili. Tunabudi kuonyesha upendo huu kwa injili. Amen. Wafanye wawe wanafunzi wa Kristo. Amen. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili, habari hizi na msitizo huu. Roho wako akazidi kushindilia ndani ya mioyo yetu upendo wa Kristo, ukafuriki katika kuwaleta wengine kushiriki upendo huu. Amen. Baba, ikiwa kama mtoto wako hata sasa ameuona upendo wako na anasalimisha maisha yake kwako, kampokee. Kama yuko kwenye mashaka, kamthibitishie, kamuonyeshe. Kama ni matibabu, kampatie. Kama ni fedha, kama ni kazi, kama kuna uhitaji wowote, kuna mashaka, kuna hofu, Baba, nenda kamguse mahali hapo alipo. Tunanyosha mikono yetu kwake kwa jina la Yesu, tukiomba amani yako na nuru yako ikabaki na kila mmoja anaisikia sauti hii, ukituleta tena kwa ajili ya kutufundisha zaidi kama watu wenye masikio ya wafundishwa, ili tuweze kukua katika mahusiano yetu na wewe, katika jina la Yesu. Amina. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, tumefikia tamati somo la 12. Tunaingia somo la mwisho wa robo hii. Somo la mwisho wa robo hii ya pili ya mwaka huu. Yes. Nasema kutoka katika milele. Amina. Mimi ni Arnold Binza. Enos Makalindile. Nami Geoffrey Omondi. Tunakaribisha sana hapa Dar es Salaam Timboni.